Ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye uchaguzi, tupo kipindi hasa cha kutengeneza sera zetu. Mimi kama mwenzenu mgombea wa jimbo la Ukonga kwa tiketi ya ACT Wazalendo, napenda niwaambie wananchi wa jimbo letu hili la Ukonga kwamba mimi pia ni muhanga. Ni muhanga kwa maana ya kutelekezwa na mbunge aliyemaliza muda wake ambaye sasa anarudi kugombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, hakika kwa yote mgombea huyo wa Chama cha Mapinduzi Bwana mdogo Jerry, tunajua wote kwamba amepata kuwa diwani wa kata ya Gongo la Mboto, lakini pia tunajua pia amepata kuwa meya wa manispaa yetu ya Ilala na sasa amepata kuwa mbunge. Ndugu zangu, hadi leo hii tunapozungumza hatujapata kuona njia ama namna gani ameweza kusaidia kutatua changamoto zetu, kitendo ambacho tunakitafsiri kwamba kilikuwa kimegubikwa sana na umimi, kwa sababu mtu kama meya ana bajeti, ana halmashauri, ana mipango. Kama imepita miaka 5 hajafanya chochote, maana yake aligubikwa na umimi. Lakini pia akiwa mbunge akabahatika kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Ndugu zangu, hadi leo hii tulitegemea katika jimbo lake la Ukonga ingekuwa kuna urahisi wa upatikanaji wa hati miliki, lakini tulio wengi tumekuwa wahanga. Tumepigwa hela zetu 1,500,000, tumejazishwa fomu, tumepandiwa mawe kwenye vipande vyetu vya ardhi, lakini hadi sasa tunapozungumza imekuwa ni alinache, imekuwa ni hadithi ya hati miliki. Ndugu zangu, tunaamini kwamba katika kipande hicho cha ardhi bado mbunge wetu hakutuwakilisha vizuri. Katika mazingira hayo tunaendelea kusisitiza kwamba yanatakiwa tuachie jimbo, na tuachie jimbo kwa bahati mbaya ni kwa sababu hakuja kutujali, ndugu zangu. Lakini sio hivyo tu. Ndugu zangu, tumekuwa na changamoto nyingi katika jimbo, ikiwemo swala la miundombinu ya barabara. Barabara ni changamoto sana. Barabara sehemu nyingi zimekuwa hazipitiki. Ukipita barabarani huku ukitokea Gongo la Mboto au unapoanzia jimbo letu la Ukonga ukaenda hadi Chanika, unaweza ukadanganyika ukafikiri na nje ya barabarani tayari kuna barabara zinazopitika. Ndugu zangu, nikwambie ni ukweli kwamba nje ya barabara zetu hizi za barabarani huko Uswahilini hakuna sehemu inayopitika. Barabara ni mbovu sana, barabara zimeharibika sana, vivuko vimekatika. Sehemu kubwa ya mji yetu, sehemu kubwa ya barabara zetu Uswahilini hazipitiki. Lakini hiyo kama haitoshi, ndugu zangu, hadi leo katika jimbo la Ukonga bado tuna sehemu kubwa, tuna changamoto ya maji safi na salama. Katika kipindi chote tulichonacho, ukisikia huko mitandaoni, ukisikia mbele ya vituo vyetu vya kijamii, utapata picha kabisa kwamba jimbo la Ukonga hadi leo bado tuna tatizo kubwa la maji safi na salama. Lakini sio maji safi tu na salama, ndugu zangu, kuna maeneo hadi leo umeme ni changamoto. Umeme haujafika ndani ya jimbo letu la Ukonga. Na kama mnavyojua, jiji la Dar es Salaam halina kijiji. Vijiji vilishafutwa. Kwa hiyo kila sehemu inatambulika kama mji. Lakini hadi tunazungumza kuna maeneo ambayo hayana umeme, na kama umeme umepita basi umepita mbali na makazi ya watu. Na kutokana na hali duni za maisha yetu inapelekea wananchi wengi kushindwa kuvuta umeme, kwa sababu ukivuta umeme zaidi ya nguzo moja au kuanzia nguzo moja unazungumza habari ya 500,000. Kwa hiyo katika makazi yetu na katika maisha yetu tunaishi, ile nalo jukumu la kuwa gumu sana. Ndugu zangu, si hapo tu, tunazungumzia pia habari ya elimu katika shule zetu za msingi. Ndugu wa Tanzania, sisi jimbo la Ukonga ni miongoni mwa majimbo mengi sana Tanzania ambayo pia tunasema yametengwa katika huduma zetu za shule ya msingi. Shule zetu za msingi zilizo nyingi zina wanafunzi zaidi ya 100 katika chumba kimoja. Kitendo hicho cha kuwa na wanafunzi zaidi ya 100 katika chumba kimoja kinapelekea walimu washindwe kuwadhibiti wanafunzi wao. Na wanaposhindwa kuwadhibiti wanafunzi wao ndiko kunakosababisha leo hii mtoto anamaliza darasa la 7 hajui kusoma na kuandika. Ndugu zangu, ni msiba. Lakini achilia mbali na kadhia hiyo, kumezuka tabia kwa baadhi ya walimu wakuu. Wanapofika shuleni asubuhi, kwa kupitia walimu wao, kumekuwa na tabia ya kuwalazimisha watoto waende na pesa kati ya shilingi 1,000 na shilingi 2,000. Ndugu zangu, maisha ni magumu sana. Shilingi 1,000 na shilingi 2,000 inatutesa sana wazazi ambao watoto zetu wanasoma katika shule zetu hizo za umma. Ukiangalia habari ya elimu ya sera ya Wizara ya Elimu, wanazungumzia habari ya elimu ni bure. Lakini kama kuna watoto zaidi ya 100 kwenye chumba kimoja, habari ya elimu kwa bure inakuwa ni changamoto. Kwa sababu elimu tunayozungumza ni ile elimu ambayo mwanafunzi atamuelewa mwalimu na mwalimu atamuelewa mwanafunzi. Kwa hizo ni sehemu zote ambazo ni changamoto. Lakini hatuishia hapo, ndugu zangu wananchi wa jimbo la Ukonga.
Tuna changamoto kubwa sana swala la afya. Wizara ya Afya ina sera inasema mama mjamzito hadi watoto wenye miaka 0 hadi miaka 5 wanatakiwa watibiwe bure, lakini pamoja na wazee wa miaka 60 kwenda mbele. Hii imekuwa ni hadithi hivyo kwa makabrasha, lakini kweli ni kwamba ukienda katika hospitali zetu maisha ni magumu sana. Wazazi na wagonjwa wakifika pale wanalazimika kuchajiwa pesa, na ikitokea ukapata bahati ya kupimwa, basi fahamu baada ya kipimo utaambiwa dawa unayohitaji haipo. Kwa hiyo zote hizi ni changamoto na zinakuwepo nyingi kwa sababu hatukuwa na mwakilishi sahihi. Tunasema haituwezi kusema angeweza kutatua kwa 100%, lakini angeweza kutatua kwa kiwango ambacho sisi wananchi wa jimbo la Ukonga tungeweza kusema tunaye mbunge anayetuwakilisha vema. Katika kipindi chake cha uwakilishi tuliona mambo mawili tu ambayo ndio alituwakilisha. Jambo la kwanza alituwakilisha kwenye kutaka pesa ya mafuta ipande shilingi 100, lakini jambo la pili alizungumzia habari ya utetezi wa mkataba wa bandari. Haya yote hayatugusi wananchi moja kwa moja, isipokuwa kwa swala la mafuta linatuongezea uzito wa maisha. Kwani unapoongeza mafuta maana kunaongeza gharama za usafirishaji kwa wateja. Ndugu zangu, tuna changamoto nyingi sana. Hiyo kama haitoshi, ndugu zangu, tuna swala zima la kitu kinaitwa mikopo kutoka halmashauri. 10% inatokana na bajeti ya halmashauri. Ndugu zangu, katika jimbo letu la Ukonga mikopo hiyo haijafika kama inavyotangazwa. Sehemu kubwa mikopo hiyo imekuwa ni tatizo katika jimbo letu. Wapo baadhi ya madiwani waliwalaghai dada zetu, mama zetu na watoto zetu, wakiwaahidi kwenda kwa kukopa hiyo mikopo. Wakaenda wakasainishwa milioni 20, lakini mwisho wa siku alipewa milioni 2. Na matokeo yake nini kilichofuata? Kulizuka vikundi vingi ama kampuni madogo mengi yanayoitwa kausha damu mtaani. Sehemu kubwa ya makampuni hayo yametokana na ulaghai uliofanywa na baadhi ya madiwani ambao walichukua pesa halmashauri na kuingiza kwenye mifuko yao na kuanzisha miradi yao. Hii yote ni changamoto na ni shida, na sehemu kubwa imetokana na kutokuwa na mwakilishi anayetujali. Ndugu zangu, mambo ni mengi sana makubwa ambayo hatuwezi kuzungumza, hatuwezi kuyamaliza. Lakini yote kwa yote, niwaambie ndugu zangu watu wa jimbo la Ukonga, tupambane, tuhakikishe tunaenda kupiga kura ya mabadiliko. Ndugu zangu, nje ya kumkataa mgombea Chama cha Mapinduzi Jerry Silaa kwenye sanduku la kura, hakuna njia mbadala ya kumkataa. Tukisusia uchaguzi, tukiamua kuacha kuchagua kufanya uchaguzi siku hiyo, tafsiri yake ni kwamba tunamruhusu Jerry arudie kuwa mbunge wa jimbo letu. Njia sahihi ni kuhakikisha kwamba tarehe 29 tunakwenda katika vituo vyetu vya kupigia kura na kwenda kumkataa kutumia kura yetu kwa kunichagua mimi Shingo Bakari kuwa mbunge wa jimbo letu la Ukonga. Na tumeturahisishia katika karatasi za wapiga kura, chumba cha kwanza, chumba kinachofuata cha pili ni chumba ambacho anapatikana mgombea wa ACT Wazalendo kwa jina anaitwa Bakari Shingo. Naomba wananchi wa jimbo letu la Ukonga kwa ari tuhamasishane. Waswahili wanasema kwamba nguruwe ukimsusia shamba la miogo unaambulia mabua. Kwa mpango wowote, juhudi zozote za kumsusia nguruwe shamba la miogo, tafsiri yake inakuja kuamulia mabua, na mabua ndugu zako unavyojua hayana manufaa kwa mwanadamu. Ninawaomba na ninawasisitiza sana tujitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba tunakwenda kupiga kura ya mabadiliko. Ewe ndugu yangu, ewe rafiki yangu unayenisikiliza, na kuomba wewe binafsi, naomba rafiki zako, naomba jamaa zako, naomba unifikishie ujumbe pia kwa wapenzi wako, watoto zako, wafahamishe Bakari Shingo anaomba tumchague siku ya tarehe 29 kuwa mbunge wa jimbo la Ukonga. Naomba kwa dhati kabisa, hakika inawezekana. Lakini bila kusahau tuna changamoto ya ajira na kazi kwa vijana wetu na mabinti zetu. Ndugu zangu, kuna hawa vijana wanaitwa madereva bodaboda, walio wengi hawana leseni. Sio kwamba hawana leseni, hawapendi leseni. Hawana leseni kwa sababu wanahitaji wawe na elimu wakasome ndio waweze kupata leseni. Walio wengi gharama za kusoma zinakuwa ngumu, matokeo yake wanaamua kuendesha bodaboda bila leseni, jambo ambalo ni hatari na linapelekea mara nyingi wanapopata ajali wanakimbia. Ninaomba niende kautumia mfuko wa jimbo ili kuhakikisha kwamba mfuko wa jimbo unatoa elimu ya bure kwa vijana wetu wa kiume na wa kike kujifundisha kazi. Ndugu zangu, baada ya maelezo ya awali, nairudi tena kusisitiza, ninaomba ikifika tarehe 29 nendeni mkapige kura, nendeni mkapige kura mabadiliko na mchague Shingo Bakari
kuwa mbunge wa jimbo letu la Ukonga. Asanteni sana Watanzania wenzangu, asanteni sana wananchi wa jimbo la Ukonga wenzangu. Tupo pamoja, tutapambana na inawezekana kabisa tukafanya mabadiliko na jimbo letu la Ukonga likawa jimbo la mfano. Asanteni sana, washukuru kwa kunisikiliza.